Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Katika hatua hii nawapongeza wote waliochangia mafanikio haya, hasa taasisi zilizoongoza kwa gawio, zile zilizorejea kwenye faida baada ya kupita kipindi cha changamoto, zile zilizopunguza utegemezi kwa serikali, nao ni mchango mkubwa sana. Kama ulikuwa unakula serikalini, sasa serikali weka pesa yako, mimi nayo ya kwangu nitajiendesha, mchango mkubwa sana. Lakini vile vile pamoja na kampuni zenye hisa za serikali ambazo zimeendelea kuonesha thamani ya ubia wenye tija, wote hongereni sana. Wote kwa pamoja mmetuonesha kuwa taasisi za umma zinaweza kufanya vizuri kwa kutoa huduma na kujiendesha kwa ufanisi, kushindana na kuchangia mapato ya serikali na hatimaye kuwa sehemu muhimu ya ujenzi wa uchumi wa taifa letu. Haya ndio maono na mwelekeo tunaoutaka. Kwa hiyo pale yanapoonekana mafanikio, hatutaacha kuyatambua na kuyapongeza. Lakini pongezi hizi zisiwe sasa ni sababu ya kuridhika na kubweteka. Na ndio maana nilikuwa na set viwango hapa. Aliyenipa 15 mwaka huu nikamwambia mwakani nataka 20. Mwingine alikuja nadhani na 11, nikamwambia niletee 15. Akanambia nitafika mpaka 25. Nikamwambia bravo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo ambao tunautaka. Mwaka jana katika hafla kama hii nilizungumza kuhusu umuhimu wa mageuzi, ubunifu na utafutaji wa mitaji kwa taasisi za umma. Nisisitiza kuwa taasisi zetu haziwezi kuendelea kutazama bajeti ya serikali kama jibu la kila changamoto. Wakati baadhi ya taasisi hizo zina mali, zina miradi na uwezo wa kuvutia mitaji kupitia njia nyingine halali na zenye tija. Tumeanza kuona kuna taasisi ambazo sasa zinaweza zikakopa kwa kutumia hadhi yao wenyewe ya kifedha. Ile ukwasi wao, mali zao, wanaweza wakakopa na wakatupunguzia deni la mfuko mkuu au deni kuu la taifa. Badala ya taifa kukopa, Wizara ya Fedha wakakopa wenyewe, tukawasimamia na wakafanya mambo yao. Moja ya taasisi hizo ni Mamlaka ya Bandari Tanzania. Sasa ina uwezo wa kukopesheka, wakatanua mambo ya bandari, tukaweka huduma zaidi za bandari na wakaweza kulipa mkopo wanaochukua. Kwa hiyo na wengine nadhani tukifanya tathmini tunaweza kuwakuta ambao wanaweza kukopa wenyewe na deni lisingie kwenye deni kuu la serikali. Siku ya gawio ni siku ya wananchi, ni siku ya kuonesha kwa mali za umma zikisimamiwa vizuri zinaweza kupunguza mzigo kwa serikali na kuongeza uwezo wetu wa kugharamia shughuli za maendeleo. Kama nilivyotangulia kusema, tutajipongeza tunapofanya vizuri. Kama leo tumefanya vizuri, tujipongeze. Vile vile tutajirekebisha na kuimarisha au kuboresha pale penye mapungufu. Kwa tukitoka hapa, wale ambao hawakutajwa leo bado tunasuasua, twende tukarekebishe kwenye mapungufu na tuimarishe taasisi zetu. Lakini niseme pia kwamba hatutasita kuchukua hatua pale tutakapobaini uzembe na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hatutasita. Na ndio maana nasisitiza sana tathmini. Natamani kuona idadi ya taasisi zinazochangia mfuko mkuu wa serikali ikiongezeka sambamba na kupungua kwa utegemezi au ruzuku kutoka serikalini. Tuendelee kupunguza utegemezi, tuendelee kupunguza ruzuku, na taasisi zinazochangia nyingi ziqualify ziweze kuleta serikalini. Hebu wale ambao hawachangii, fikiria tu situation. Umezaliwa, umelelewa nyumbani, umelishwa, umetunzwa, umekuwa, umesomeshwa. Sasa umekuwa mkubwa, una kazi nzuri. Unapiga teke kabisa kwa baba na mama kule nyumbani au kwa shangazi aliyekulea au whoever.
unapiga teke kabisa, huna habari nako, unasema sasa mimi ndo nimefika hapa, ngoja ni enjoy maisha, muda ni mfupi. Huyo Mungu aliyekufikisha hapo atakuwa radhi kweli? Atakuwa radhi? Atakufanya ufanikiwe? Hutafanikiwa. Kwa mashirika jamani, tumeyaunda, tumeyalea, tumeyapa ruzuku, tumesijua hapa kitu gani, mpaka mmekuwa mmefika pahali. Sasa mjitegemee. Lakini mbali ya kujitegemea, rudisha na nyumbani. Kule kuliko kulea kukakutengeza, kukafanya ufike ulikofika. Rudisha na kule ili mambo yaende vizuri. Na pengine kule umeacha wadogo zako, pengine watoto wa kakako, wajukuu ndo wanakwenda kwa babu na bibi sasa. Na wenyewe wanataka matunzo, sio? Sasa rudisha fadhila kule ambako umetunzwa ukakuwa.